فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake na khairi zake. Kwanza kabisa kwa kutufanya sisi kuwa ni Waislamu, ndilo jina ambalo ametuita nalo fi kitabi, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaykum shahida. Allah subhana ametuita sisi ni Waislamu wanyenyekevu, wenye kujisalimisha, wenye kumpokesha yeye subhanahu wa ta'ala. Ni'matun ma a'zama min ni'ma, neema kubwa sana. Na Uislamu huu ni dini kubwa pana, ina mambo mengi ndani yake ambayo imma ni masala ya kiitikadi, inafungamana na itikadi, inafungamana na muamalati, masala ya ibadat. Na katika moja ya ibada ni almahabbatu fima bainana, ni jambo la mahabba, watu kupendana kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Na hichi kipengele kinatia mkazo msingi wa alwalau walbara, kupendana kwa ajili ya Allah na kutengana na kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika moja ya njia za kutia mkazo mapenzi ni almuzawarati au aziyarat, kutembeleana. Huyu akatoka huko akamtembelea huyu ndugu yake. Kitendo hichi kinatia mapenzi baina ya watu. Kwa hadithi al-Qudusi ambayo ni hadithi maarufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbi. Kwa ndugu zangu, mimi nimekaa hapa kwa lengo la kutaka kumkaribisha ndugu yetu Abu Ubaida Hussein Kajimbo, Allah muhifadhi, kwa kuja kututembelea sisi watu wa Mbwanga, Dodoma, hapa maeneo ya mbali kidogo na mji, sehemu ya pembeni kidogo na mji, lakini akaona fala mani ya kuwatembelea ndugu zake. Niseme kitu cha pili katika haya mazungumzo. Kiuhalisia ni kwamba ndugu yetu ni mwanafunzi kama tulivyokuwa sisi wanafunzi. Mamlakatul Arabia Saudia anasoma, pia ni msaidizi, nashirikiana na Sheikh Abdurrauf Munawi katika markazi ya Al-Muzani, markazi ya Al-Muzani iliyopo Vingunguti, Dar es Salaam. Tulipofanya ziara ya mara ya kwanza katika safari zangu za Dar es Salaam, tulikwenda tukamtembelea pale, tulimkuta yeye, lakini shekhe hatukutana naye, lakini tuliwasiliana, akatukaribisha. Aliyetupokea ni mwalimu Abu Ubaida, na kwa hakika tulifahamiana pale kwa uzuri. Ndio ikawa safari kubwa kabisa ya kuweza sisi na yeye kufahamiana. Kwa ala kuli hali ni mwanafunzi mwenzetu ambaye amekuja kutufanyia ziara. Bila shaka kukaa kwake katika markazi al-Muzani na kwingineko kabla na kuendelea kwake, bila shaka pana maneno yanatufaa sisi kuyachota na kuyachukua. Huo ni upande wa kumwelezea yeye, na mwisho ni sisi hapa ndugu zake tunamkaribisha yeye na tunawakaribisha wengine wote. Nahtarimu mawaqif an-nas, sisi tunaheshimu misimamo ya watu, tunaheshimu misimamo ya watu, wala hatumzuii wala hatuweki kikwazo chochote kwa mtu yoyote, bali pia
mvuti mtu kwa nguvu kumlazimisha, hapana. Kila yule mwenye mawqifi yake tutaiheshimu kama anavyoiheshimu mawqifu tulizonazo sisi kwenye haya na mengine. Kwa tunamkaribisha yeye katika markazi yetu ya Imam Maliki na wanafunzi talabatul ilmi tokea mikoa mbalimbali hapa, wachache sio wengi sana alhamdulillah, na pia kuna waumini ambao wanaishi hapa. Waumini hao imma ni wakazi wa hapa wa maeneo ya karibu ya jirani, na wengine wanakaa pembeni kidogo. Na kikubwa ni kwamba sisi katika markazi yetu Imam Maliki tunajifunza zaidi masomo yanayofungamana na aqida, tauhidi, lugha ya Kiarabu na vinginevyo. Na tunaamini ya kwamba sisi ni wapatiaji na wakoseaji, tunapatia na kukosea, na tunapenda pia wale ambao watakaokuwa tayari kwa lile ambalo ni kosa kulikosoa, kulikosoa vizuri tu, bila njia yote ambayo inaweza ikatia sura tofauti. Kwa hiyo bila kutawilisha muda, mimi napenda nimkaribishe Mwalimu Abu Ubaida, nisitafune sana muda wake. Nimkaribisha ahlan wa sahlan marhaban katika markazi yetu hii Imam Maliki. Sisi tuko tayari kwa lengo la kusikiliza nasaha zako takazotupa. Nasaha siku zote zinaweza zikawa chungu, nasaha zinaweza zikawa tamu, zote vile tutazipokea tu, kwa sababu ni wagonjwa, tunaumwa, lazima nyoyo zetu zitibiwe kwa namna yoyote ile. Falyatafaddal mashkura maajura wa jazakumullahu khaira. Karibu mwalimu, karibu.